Siku chache tu baada ya mafundisho ya mbolea yenye rutuba shambani, wakulima kutoka eneo hili la Bungoma wameshabikia vikali upanzi wa kilimo kutumia mbolea hii aina ya SAD inayotumika punde tu mmea unapoanza kuota kutoka mchangani. Kuanzia siku ya leo sasa, mimi sitakuwa nakosa mboga. Kitchen garden yangu itanawiri vizuri kwa kutumia products ya SAD. Nimefurahi sana kwa Madhenge na Cifros, mumeleta habari njema kwa kijiji chetu. Mbolea hii hakika itatufanya mbegu zetu ama vyakula vyetu ama mboga zetu zikaweze kunawiri kabisa. Kwa sababu mbolea hizi zingine nimejaribu kama mkulima, na wakati mwingi mbolea hizi ninapowekea mboga huwa zinabaki kwa shamba. Mara nyingi huwa zinabaki ndani ya mchanga. Lakini nimeonelea kwamba hii mbolea nitakapotumia italeta mambo mazuri kabisa kwa shamba langu na hata kwa mumea wangu. Wakulima hawa waliokusanyika kwa mafundisho mbalimbali jinsi ya kuepukana na mbolea itakayoharibu udongo wao na yenye kemikali, wameapa kwa kauli moja kutumia mbolea hiyo aina ya SAD, hasa msimu huu wa kilimo unapoendelea. Hii mbolea haina kemiko mingi kwa chakula, hasa kama unatumia kwa tomato. Unapo spray tomato, mara mingi si tukiwa kwa shamba, kama imefanya matunda yake huwa tunachuna tukikula hizo tomato. Sasa nimefurahia sana kwa maana hata saa hii nikispray tomato yangu naweza ikula ikiwa mbichi kwa shamba, haina madhara yoyote. Wakisifia vikali mbolea hii kwa ubora wa aina yake, wakulima hawa wengi wao wakionekana kuwa ni akina mama, wameelezea kuwa mbolea hiyo itawasaidia pakubwa kwa kuwa inachukua sehemu kubwa ya shamba kwa kiwango kidogo tu, wakitoa shukrani zao za dhati kwa maandalizi ya mafundisho hayo. Na mimi nimefurahia hii mbolea ya SAD Febsic. Hii mbolea mimi napandanga hii matunda maembe, na kila wakati ikiweka flowers zinaanguka kabla matunda haijaweka. Lakini vile nimefunzwa kwa ajili ya hii mbolea ya maji, ninajua nitapunguza hiyo gharama. Badala ya kununua mfuko mmoja kwa shilingi 2,500, hii 1,500 itasukuma shamba kubwa, na naona nitapata faida nyingi, maana nitawekeza kidogo na nitapata kingi. Maana tumeweza kuonyeshwa mbolea hii ikiwa katika viwango tofauti. Kuna ile inaitwa starter, kuna ile kuna ile ya fruiting, na hata kuna ile tu mbolea ya kuweza kutengeneza mchanga. Na tumeambia kwamba madini ambayo iko katika mbolea hii ni madini yaliyo mazuri. Sani Matano, Mpakani TV, eneo bunge la Kandui, kaunti ya Bungoma.